Amjambo tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu tena kwenye habari zetu katika siku ya leo, ikiwa ni tarehe 24 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Karibu sana kwenye habari ambazo tunakuandalia katika siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuingia na channel hii, endelea kusubscribe, like, comment au kusabone kwa lugha ya Kifaransa. Utazidi kupata habari zaidi hapa zinazopatikana kwenye channel ya Mteba TV. Leo tuna habari nyingi sana ambazo tumekuandalia katika siku ya leo, ambazo zinazopatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo Goma, Walikale pamoja na Bukavu, Walungu, Walikale kule kote pamoja na Uvira na Kamanyola na maeneo mbalimbali ambapo kunapatikana machafuko ya vita ambazo bado zinaendelea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wengi sana wameweza kupoteza maisha yao na wengine kupoteza makazi yao na wengine kabisa hawajulikani mahali walipo. Na wengine hawajulikani mahali walipo. Kwa sasa tunaanzia habari zetu pale mjini Goma, pale ambapo usiku wa kuamkia leo vurugu zinaweza kufanyikana usiku kucha, pale ambapo furaha ya watu wengi sana iliweza kuonekana maeneo mbalimbali kwenye mji wa Goma, ukufurugu kabisa, wengi wakiwa wanashangilia, kwa wanasema kwamba M23 wameondoka kwenye mji wa Goma. Lakini kama channel ya Mteba TV tumeweza kufanya utafiti mkubwa sana, kwa sababu mambo haya yanaweza kufanyikana usiku, yani watu wakiwa wanafunga mabarabara, watu wakiwa wanagonga kwenye milango ya maduka, vijana wakiwa wanafurahi kwenye mji wa Goma, kwenye mji wa Bukavu, huku M23 walikuwa wanaonekana wametoka maeneo ambapo walikuwepo kwenye mji wa Bukavu. Lakini sasa vijana walivyoona vile wakajua labda M23 wameondoka, lakini sio hivyo kabisa. Ni kwamba M23 wapo kwenye mji wa Goma. Inawezekana walikuwa wameenda maeneo mbalimbali au kwenye uwanja wa vita. Kwa hiyo walivyoona vile, basi vijana wakaanza kusherehekea, lakini walikuwa wanaimba sana, wanasema tunataka Kongo yetu, tunataka Kongo yetu, kama vile walifanya maandamano kwenye usiku. Baada ya yale magari ya M23 walivyoondoka, basi baadaye kama baada ya saa nzima waliweza kurudi ile njia, wakakuta vijana wamefunga barabara. Kwa hiyo na wao wakawa wameogopa kupita kwenye barabara hizo, basi ikabidi wakaita wenzao, wakafika pale, wakaanza kupiga masasi, kwa sababu walishakia walivyoona barabara hizo zimefungwa na vimataili au zimefungwa na mawe. Wakashangaa sana, wakaogopa, hawakuvuka kabisa kwa ile maeneo. Kwa hiyo baada ya hapo wakaitana, wakaja pale, basi wakapiga masasi na kusambaratisha vijana ambao walikuwa wameshajikusanya usiku na wakiwa wanafanya vile maandamano usiku wa kuamkia leo kwenye mji wa Goma, kitu ambacho kiliweza kuonekana kabisa jana. Lakini kama channel ya Mteba TV lazima tukuletee kile ambacho kinachoendelea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini baada ya hapo masasi haya yaliweza kulia usiku wa saa 3 mpaka saa 4 mpaka saa 5 ya usiku. Masasi iliweza kusikika, ni kwa sababu ya kusambaratisha vijana hao, kwa sababu wasiwasi ilikuja kuwa kubwa kwa upande wa M23. Walikuwa wanajiuliza inakuwaje barabara zinafungwa. Lakini baada ya hapo vijana karibuni 2-3 waliweza kukamatwa na M23. Wale ambao walikuwa kwenye maandamano usiku ule waliweza kuondoka nao usiku ule. Lakini sasa hawajajulikana kama waliwapeleka wapi, kama wataenda kuua au wataenda kufanyaje, sisi hatujajua. Lakini bado tunafuatilia kila ambacho kitakachoendelea, tutakuja kuambia. Hizo ndizo habari za usiku kabisa wa kuamkia leo pale kwenye mji wa Bukavu. Lakini mchana huo wa M23 walionekana kuwa wengi sana kwenye mji wa Bukavu, wakiwa wanajiongeza wakiwa wengi sana kwenye mji wa Bukavu, kitu ambacho kimeweza kuleta wasiwasi kwa watu ambao wanaishi pale kwenye mji wa Bukavu. Unajua channel ya Mteba TV lazima tukuletee habari ambazo zipo za uhakika na zile ambazo zinaonekana maeneo yote ya uwanja wa vita. Lakini pia isitoshe, kwenye mji wa Walungu kabisa tumeweza kuwasiliana na ndugu na jamaa ambao kwa maeneo yale, ambao wameweza kuonesha ya kwamba Walungu Centre kumeweza kuonekana gari 5 jana za M23 wakiwa maeneo yale ya Walungu Centre.
Sisi kama Mteba TV tukasema hapana, hizi habari zinazovuma hivi zinakuwaje? Ikabidi tutafute vyombo vyetu viweze kufika mpaka maeneo yale ya Walungu na kuweza kushuhudia ya kwamba Walungu Centre inadhibitiwa na M23. Maeneo yote kule ambapo kulikuwa MONUSCO niko M23 wanakopatikana. Hizo gari 5 ziliweza kuonekana kwenye mji wa Walungu Centre. Kumbuka kuna Walungu vijijini. Watu wengi wanasema unaposema mji vijiji unatuchanganya. No, kuna Walungu Centre na pia kuna Walungu za vijiji. Kwa hiyo Walungu vijijini kote kunapatikana wazalendo kabisa wakiwa wengi sana, lakini Walungu Centre Walungu Centre kabisa imeweza kuonekana siku ya jana gari 5 za M23 zikiwa zinatembea maeneo yale, na lazima tuwaambie kile ambacho kinaendelea, kwa sababu tumesikia watu wanasema lazima tujue kile ambacho kinaendelea kwenye mji wa Walungu. Sasa hatujui sasa inakuwaje wakati Walungu ilikuwa imekamatwa tayari na ndugu zetu wazalendo, lakini kwa sasa tumeona Walungu gari 5 za M23 ziweza kuingia kwenye maeneo za Walungu kwenye siku ya jana, lakini wakiwa wamekaa maeneo zote ambako kulikuwa MONUSCO. Kwa utafiti zaidi, matangazo yatakayokuja tutakuja kukuonesha kama kila ambacho kinazungumzwa kwamba Walungu M23 wameweza kuonekana ni kweli, bado tunafanya utafiti maeneo yale. Lakini tunaachana na habari hizo tukiangalia kabisa kile ambacho kinaendelea maeneo zote za Nyangezi, pale ambapo mapambano yaliweza kuripotiwa tena, waliweza kupigana kabisa jana. Masisi tena iliweza kusikika maeneo zote za Nyangezi, huku mambo yakiwa moto kwenye uwanja wa vita na pande zote mbili zikiwa zinashambuliana kiasi kwamba hali ilikuwa ni mbaya sana, lakini M23 wakionekana wakirudishwa nyuma kabisa, kwa sababu kilima chote cha Antene kiliweza kukamatwa na wazalendo na wazalendo. Lakini tunapoendelea na habari hii, watu wengi sana wana wasiwasi kubwa ambayo inayoonekana ya kwamba wazalendo, je, wataendelea na vita au vipi? Wazalendo wapo vizuri na wapo wanapambana, na ni jeshi kali, ni muungano wa wanajeshi wa wazalendo ambao wao lengo ni kukamata mji wa Bukavu na kusonga mbele na kugomboa vijiji vyote, huku serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikizidi kujipanga namna gani ya kuongeza vikosi viongezeke maeneo yale. Lakini tunaweza kuona wazalendo wakiongezeka wengi sana kwenye mji wa Baraka na kwenye mji wa Uvira, huku wakirundikana maeneo yale wakitaka kabisa kuingia kwenye uwanja wa vita, na wapo tayari kabisa kufanya kazi ili wapambanie nchi yao. Lakini watu wengi wakiwa wanaangalia kwa nini wasishambulie. Hayo maswali mengi sana ambayo yapo yanapatikana, tunayapata kama Mteba TV, lazima pia tufikishie watu. Lakini tuangalie kwanza hali ya Bukavu ilivyoendelea katika usiku, afu tutakuja kurejea. Hapa ni DJ KB. Tunataka Kongo yetu, Brida, tunataka Kongo yetu shie. Kama wataki Kongo lale, shit tuko mbarabara. Tuna bakamata na migulu sasa, jua ntuzoea sana. Oui. Huko ndio ilianzia. Mimi nikasikia kwanza. Naam, hiyo ndio hali ambayo iliyoendelea. Hiyo ndio hali ambayo iliendelea kwenye mji wa Bukavu, huku vijana wakicharuka usiku mzima, wakipanda wakishuka, wakisema tunataka Kongo yetu, tunataka
Kongo Yetu channel Mteba TV inakupa habari moto ambazo hauwezi kuzipata haraka popote pale, bali wale ndo watakuja kusikiliza kila ambacho Mteba TV ilizungumza, afu na wao watakuja kuzungumza kwa kuongeza chumvi na uchochezi wa mambo mengine yanayoendelea. Mteba TV inazidi kusogezea habari mbalimbali ambazo zinaendelea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini watu wengi sana waliweza kuomba na kusema jamani, wale vijana waliokamatwa na M23 usiku kwenye maandamano waweze kuachiliwa huru. Lakini ni kitu ambacho hatuwezi kujua kwamba je, wataachiliwa au watafungwa au watafanywa namna gani. Watu wengi sana wanaomba sana wale vijana waweze kuonekana kabisa usiku ule. Vurugu hizo ziliweza kufanywa kwa muda mrefu kabisa usiku. Bukavu nzima kabisa vijana wakacharuka wakaanza kusema tunataka Kongo yetu maeneo yale ya Bukavu. Ndipo M23 walivyokuja na kusambaratisha, kupiga masasi na vijana hao wakasambaratika kabisa, lakini hakuna ripoti ya kifo kilichofanyika usiku ule wa maandamano pale Bukavu, usiku wa tarehe 23 wa kuamkia tarehe 24 pale kwenye Bukavu. Lakini tunakimbia moja kwa moja kwenye mji wa kwenye mji wa Walikale. Watu wengi wameweza kututafuta na kutuambia Walikale vipi? Tuambie habari za Walikale, msimu tunazipata nyingi sana. Hebu tutumie habari za Walikale. Walikale ni kwamba Walikale ipo mikononi mwa wazalendo pamoja na FRDC, lakini kuna vyombo vya habari vinatangaza tena vikubwa sana, vitu kafanya majina hapa vinashangaza watu. Wanatangaza kwamba Walikale inadhibitiwa na M23. Hapana, Walikale haidhibitiwi na M23. Walikale centre yote ipo ni FRDC pamoja na wazalendo. Zile radio ambazo zinatangaza unakuta hazipo hata kwenye matukio, hazipo pale, bali zinapelekewa taarifa. Unajuaje kama zinapelekewa taarifa za uongo pamoja na kwenye vyombo ambavyo vinamilikiwa na adui? Yule ambaye anakupa taarifa anaweza kawa ni adui, ili wewe ambaye unaitangaza utangaze tu na haujui kile ambacho unatangaza. Lakini Mteba TV ipo ndani ya uwanja, iko nafanya kazi kwenye uwanja, kwenye maeneo zote za vita ipo, na inachukua matukio ambayo ni halali, ambazo watu wengine au image nyingine au video zingine ambazo hauwezi kuona popote utazipata hapa kwenye channel ya Mteba TV. Namba zetu za simu tumeweza kuziweka hapo na tutaziweka. Kama una maoni yako unaweza ukatuandikia, lakini pia bado kuna michango mbalimbali ambazo channel ya Mteba TV inataka kufanya hivyo ili kwa ajili ya wazalendo. Kama unahitaji una mchango wako, andika namba yako ya simu, alafu kuna magrupu mbalimbali ambazo yapo ambako bado tunaandaa kuna namna gani ya kwanza kukusanya michango. Wala ambao wako maeneo yoyote ile, basi unaweza kutoa michango yako ya kwenda kusaidia wazalendo mahali popote ulipo. Haijalishi nchi gani ulipo, haijalishi wewe ni nani, kama unawiwa kusaidia wazalendo, channel ya Mteba TV ipo hapa inafanya utaratibu. Unaweza kutafuta kwa namba ambazo zinapita hapo, alafu hata tukakunga kwenye magrupu mbalimbali ambazo zinasaidia ili mambo yasonge mbele. Lakini pia unaweza kufanya utaratibu wa kuweza kutuma mchango wako ukitafuta channel ya Mteba TV ili kusaidia wazalendo mahali popote walipo. Kumbuka wazalendo ni wengi sana ambao wametoka mikoa mingi, wako pale Baraka, wako pale Uvira na wako maeneo mbalimbali sana. Ukisi wako maeneo yale, chakula kinahitajika, chakula kila kitu kinahitajika. Kwa hiyo lazima mchango wako wewe, yoyote ambaye ni mzalendo au yoyote ambaye una support DRC, una uwezo wa kututafuta pia, na tunakupa utaratibu wa namna gani ya kufikisha mchango wako wa wazalendo pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo pia itapendeza sana. Kwa hiyo tunakimbilia kwanza hapo Walikale pale ambapo bado panadhibitiwa na FRDC pamoja na wazalendo. Hii ndo habari ya ukweli ilivyo. Na kama kuna mtu anapatikana Walikale, kama wanatusikia hapa na kama unafuatilia Mteba TV, au kuna mtu yeyote ana namba ya mtu wa Walikale, tutumie nayo kabisa kwa namba ambazo zinazopita hapo kwenye screen yako. Tutumie namba za mtu wa Walikale. Chukua namba yetu hiyo ya ofisi,
andika natuma namba za Walikale, za mtu wa Walikale, au kama wewe huko Walikale, tuma namba yako. Chukua namba yetu hapa, tutafute, andika mimi niko Walikale, na uhakikisha huko Walikale. Hiyo pia kuna kitu tunataka tuongee na mtu yule wa Walikale ambaye anapatikana maeneo yale. Kwa hiyo tunapozidi kusonga mbele, mapambano yaliyoripotiwa pale kwenye mji wa Walikale, M23 kwa kweli maeneo yale walikufa sana, kwa sababu sisi kama Mteba TV lazima tukwambie kila ambacho kinaendelea kwenye uwanja wa vita na maeneo yote inayopatikana vita. Naam, na maeneo yote inayopatikana vita. Channel ya Mteba TV, endelea kusubscribe, like, comment. Tukutane tena panapo majaliwa kwenye matangazo yatakayokuja. Tutakuja kukuambia kila ambacho kinaendelea maeneo popote duniani. Subscribe, like, comment. Tukutane tena panapo majaliwa. Unaweza kuniita ni Mteba. Chao.